kuna mtu si kwamba anakosa muda. Kuna mtu si kwamba hana nafasi. Tunatofautiana maeneo tulioajiriwa na maeneo tunayotafuta riziki. Sio wote walioajiriwa Lucy. Ndio anasema tunatofautiana maeneo tulioajiriwa na maeneo tunayotafuta riziki. Kwa hiyo ni tofauti. Kuna mwingine ana hiyo ratiba vizuri tu. Kuna jambo sijui kidogo, kuna msiba mahali anaweza. Kuna kina anasema ni bwana mimi sijazoea, siwezi bwana. Mambo yenyewe hayo, anakuambia mimi siwezi kwenda. Sio kwamba hana muda hana, lakini kuna namna hawezi kuchangamana na watu wengine. Na hii wakati fulani inatokana na malezi, familia tulizokulia, maeneo tuliyokulia na mazingira pia yanayo tuzunguka, vyote hivi vinaweza kuwa sababu. Sasa hiyo ni tabia yake binafsi. Lakini kwa namna ya pili, kuna yule ambaye unajua tumeajiriwa maeneo ambayo waajiri wetu wengi hawatambui kwamba sisi ni sehemu ya jamii. Sijui kama kuna mtu, sio rahisi sana kwenda kuomba ruhusa ukasema nimefiwa na jirani yangu, ukapewa hiyo ruhusa kirahisi kama tunavyoizungumza, sio kweli. Kwa hiyo kuna wakati fulani ni kweli kuna hayo mazingira yanatokea, lakini haimaanishi utashindwa kabisa. Kuna wale wanaoelewa, kuna wale ambao hawaelewi. Kwa hiyo hili jambo hili liwe rahisi kwa pande zote mbili, lazima pia wakati fulani waajiri waelewe kwamba sisi ni sehemu ya jamii. Kuna zaidi ya kazi tunazofanya kwenye mitaa yetu, kwenye jamii yetu, kuna baadhi ya vitu tunaweza kushiriki pale inapotokea kweli kuna ulazima. Mfano kama misiba, ni kitu ambacho hakina hodi, ni dharura tunatokea ghafla. Kinatokea tu. Kwa hiyo kuna muda tukienda kuwaomba, jamani naomba nikashiriki angalau hata saa kadhaa. Leo umeamua kupeleka ujumbe kwa bosi. Iwe rahisi kutuelewa. Anti Mwajiri kwa sababu iwe rahisi tu kutuelewa kwa sababu napigisha shoti. Kwa sababu la jamani lazima tukubali kwamba mimi labda ni mkatishe Lucy. Kwenye jamii na sisi. Maana Anti Mwajiri japokuwa somo bosi wetu hapo kumbuke. Labda ni mkatishe Lucy. Ukiona mwajiri wa hivyo ujue basi na yeye labda ubinadamu kidogo utakuwa uko pembeni naye. Sio maana nasema sio wote. Ndio maana tuna zile siku za likizo. Umenielewa? Unaweza ukatumia pale ukachukua siku zako 2-3 kaenda. Hakuna kiongozi ambaye anaweza kukukatalia. Lakini pia swala la kuzika, siku ya kuzika, manake siku muhimu ni ile siku ya kwenda kufanya yani mazishi yenyewe sasa yanakamilika. Kwa hiyo kwa muda wa masaa 6, kuanzia masaa 6 mpaka 5 ukiomba ruhusa, yani umekuja labda kazini umefanya kazi kidogo, bosi na tatizo 1 2 3 naomba nikashiriki, kama unaweza kukataliwa kabisa. Lakini pia ambacho mimi naacha kuzungumzia kwa nini wanawake wanalazimika kushiriki hizi shughuli za kijamii, kwa sababu mwanamke ni kiungo cha familia, kiunganishi. Tena sio jamii tu, kuanzia kwenye familia. Unanielewa? Kwa hiyo mwanamke ni mtu wa mwepesi na rahisi kupokea taarifa kabla ya baba. Umeelewa? Yani baba siku zote akirudi nyumbani, yeye taarifa anapata kwa mama. Kabisa. Kwamba leo kuna mzee fulani moja, kuna nyumba fulani mbili. Kwa nini? Kwa sababu yule ni kiungo, yani yule ndio center. Unaona? Kwa hiyo sasa mama akiwa mzito, mwanamke akiwa mzito kushiriki kwenye shughuli hizi za kijamii, manake athari inaenda kwenye familia yote. FM.